Mistari muhimu ya Biblia kusoma wakati wa Kwaresma. Ya 4 ndiyo yenye nguvu zaidi. Unajua, Kwaresma sio tu kuhusu kuacha chakula au vitu unavyopenda. Ni muda wa kujichunguza, kutubu na kumkaribia Mungu zaidi. Leo nitakuonyesha mstari 4 ya Biblia ambayo kila Mkristo anapaswa kusoma wakati wa Kwaresma. Na hakikisha unasikiliza hadi namba 4, kwa sababu hiyo ndio mstari yenye nguvu zaidi. Mstari ya kwanza. Injili. Kulingana na Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 hadi 11. Ndipo Roho Mtakatifu alimpeleka Yesu jangwani kujaribiwa na Shetani. Baada ya kufunga siku 40, kisha alishaumwa na njaa. Kisha mjaribu akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, sema maguru haya ya mawe yawe mkate. Hii inatufundisha kwamba Kwaresma ni muda wa kujinyenyekeza na kushinda majaribu, kama Yesu alivyoonyesha. Kila jaribu linaweza kushindwa kwa maombi na imani. Mstari ya pili. Isaya sura 58 mstari wa 6 hadi 10. Je, kufunga nilikochagua sio huku? Kufungua vifungo vya uovu, kuilegeza kamba za nira, kuwaacha huru wanaoonewa na kuivunja kila nira. Je, sio kufungua chakula chako kwa maskini na kulazimisha mwenzio mnyofu kupata haki? Kwaresma ni zaidi ya kuacha chakula. Ni kuhusu kutenda haki, kusaidia wengine na kubadilisha moyo wako. Hii inatufundisha kuwa matendo yetu lazima yaendane na ibada yetu. Mstari ya 3. Yoel sura ya 2 mstari wa 12 hadi 13. Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Rarueni mioyo yenu, wala sio mavazi yenu. Hili ndilo funzo kuu. Kwaresma ni kubadilisha moyo, sio kuacha vitu kwa muda tu. Muda huu ni mwaliko wa kutubu kwa dhati na kumkaribia Mungu kwa moyo wote. Mstari ya 4. Ndiyo yenye nguvu zaidi. Injili. Kulingana na Luka sura chache mstari wa 18 hadi 20. Na kila mmoja wenu akijitahidi kuishi kwa haki mbele za Mungu, atapata thawabu kubwa. Msipofunga kwa ajili ya kuonekana, bali kwa siri, basi Baba wenu atakupa thawabu. Hii ndiyo mstari ya nguvu zaidi. Inatufundisha kufunga kwa siri, kwa moyo safi, na sio kwa kudanganya au kuonyesha wengine. Hii ni mstari ambayo itabadilisha jinsi unavyoona Kwaresma kabisa. Kwa hiyo, wakati wa Kwaresma, usikome tu kuacha chakula. Soma Biblia kila siku. Tafakari mstari hii. Tumia muda huu kubadilisha moyo wako, tabia zako na kumkaribia Mungu zaidi. Kwa sababu Kwaresma ni safari ya kiroho, sio changamoto ya siku 40 tu. Tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu na mioyo iliyo wazi. Tunakuomba utubadilishe ndani ya mioyo yetu. Tusaidie tufunge sio kwa kuonekana kwa watu, bali kwa moyo safi, tukikusudia wewe tu. Tusaidie kuacha tabia mbaya, hasira, chuki na udanganyifu. Tujalie moyo wa huruma, haki na upendo kwa wengine. Baba, tunajua Kwaresma sio tu kuacha chakula au vitu tunavyopenda. Ni safari ya kiroho ya mioyo yetu. Tusaidie tuwe watu wa kweli mbele zako, tukishinda majaribu kama Yesu alivyoonyesha. Tukibadilika ndani, tukitubu kwa dhati, tunaomba utujalie thawabu ya milele na amani ya moyo. Tukumbushe kila siku kuwa Kwaresma ni kuishi kwa moyo safi na kumkaribia Mungu zaidi. Tunakuomba haya kwa jina lako tukufu. Amina.